Maana yake tafiti yetu ina faida kubwa sana bara la Afrika kuliko tafiti za wenzetu ambazo ukitazama wanazozipigia chapuo sana ndo wale wanaolaumiwa na yamewakuta mengi kipindi hichi cha tarehe 29. Sasa huko tusiende. Tunaonesha sasa kama mstari ule mmoja ukiwa haupo, maana yake huyu mtu hatambuliki, hafahamiki kwa yeye ni positive. Kama hivyo ndivyo tumenusuru hela ya kwanza ya CD4, gharama hii itakuwa haipo. Tumenusuru hela ya pili ya figo, ya viral load, ya ini na kadhalika. Kiwango hicho ukimuondolea Mtanzania wa kawaida, umeupunguza mzigo mkubwa katika safari ya maisha yake, kwa sababu ingemlazimu yeye au ingemlazimu ndugu yake au rafiki yake kuchangia ili aweze kupata gharama za vipimo. Lakini tukitumia tafiti ya TR Msigwa, maana yake tunapunguza kiwango cha gharama kwa muhusika, na hilo ni jambo jema. Ni vizuri tukalifahamu hilo, ni vizuri tukalichukulia hatua hilo. Lakini changamoto ya Afrika ni ubinafsi, roho mbaya, uwezo mdogo wa kuona mbali. Tumejidanganya kuwa na vyeti vikubwa. Tumeshindwa kugundua kosa liko wapi. Wasomi wengi waliokuwa ndani ya bara la Afrika wanatafuta nani wamvishe kengele ili wamshambulie. Ndio tatizo la wasomi wa Afrika. Na msifikiri ni Tanzania tu peke yake. Hapana, ndio mwanasiasa mmoja aliwahi kusema Afrika uwe na domo kiasi. Kwa sababu umimi, uwezo mdogo, mtu anaweza akawa na cheo kikubwa sana, lakini uwezo wake na GB moja ina nguvu zaidi kuliko uwezo wake. Hili ndio tatizo lililo katika bara la Afrika. Kwa ushauri wangu kwa wale wananifuatilia, tupoteze muda mwingi kupanua wigo wa kutafakari mambo, tuyaendee mambo kwa kiasi, kwa kuonesha mapungufu, lakini kuja na njia ya pili kwa kushauri nini kifanyike ili tuondokane na changamoto 1, 2, 3. Huu ni ushauri wangu ambao nimepata nafasi ya kuutoa leo nikiwa katika jiji la Dar es Salaam. Na kila siku nitakuwa nazungumza hadi kilele siku ya sikukuu hiyo, na naweza nikakubali mialiko, naweza nikakataa mialiko, kwa sababu mitandao ya kijamii imetusaidia zaidi kuweza kufikisha ujumbe wetu kwenye jamii ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Leo yaliyofanyika Dar es Salaam, duniani kote wanayo, na kila mtu ana jambo lake la kulisema kutokana na kile alichokiona. Kwa njia ya mtandao ni njia rafiki na nzuri zaidi yenye gharama nafuu kufikisha ujumbe wako kwenye jamii husika. Kwa hiyo fuatilia ushahidi nitakaotoa tena na ushauri nitakaotoa tena kwenye taifa langu, kuwa njia hii ni bora zaidi kuliko njia wanatumia wenzetu. Kesho ni siku nyingine, kwa uwezo wa Mungu tutazungumza mengine. Tuzungumze na TR Msigwa kupitia 0752 81 90 47.